Linakuja hivi, hawa ni wanafunzi wa Yesu, Petro na Yohana, wanapanda hekaluni kwenda kusali. Na hapa unapata kwamba wanapata kiweta ameketi katika malango. Basi huyu kiweta anatarajia wampatie kitu, wampatie kitu. Lakini wanamwambia hawana fedha wala dhahabu. Lakini wanasema kwa jina la Yesu amka uende. Sasa mimi hapa naomba andiko. Manake hapa tunaona Yesu jina lake linatajwa kiete, anaamka na anaenda. Sasa mimi naomba andiko, iwe ni kwenye Biblia ama ni kwenye Qur'ani. Mahali popote jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallama linatajwa, alafu kiwete ama kipofu anaona, naomba tu peke yake andiko. Oni ni andiko. Nimesikia swali. Nilichukua ama Mungu atachukua? Sasa kwa dhulumu. Chukua Salim. Kuja uchukue. Omondi kikango chako, wewe cheka kikango chako kwa. Karibu Salim. Bogi, inshallah upate kufundisha ukijana. Inshallah nasema kwa jina la Yesu viwete wanatembea. Vipofu watapona. Receive. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barakatuh. Nafurahi sana manake huyu kijana naona yuko karibu sana kwanza kuwa Muislamu. Manake mambo yake imebaki ni mambo ya miujiza na amefanya vizuri kuingia, kwa sababu saa hii tumeona kwa jina la Yesu corona watu hawaponi. Tumejua ilikuwa ni biashara ya kuwanyang'anya wanyonge, kwa sababu watu walidanganywa sana na miujiza. Hii ilikuwa ni biashara ya kunyang'anya wanyonge. Lakini ameuliza kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali ameuliza nzuri. Kwanza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumwa kwake kukoaje? 13:7 Qur'ani. Tumpe vitu ndio aelewe vizuri. Mtume Muhammad hakutumwa kuja kufanya miujiza ya aina hiyo. Hiyo sio kazi yake. Ati kwa jina la Muhammad yote tembea. Hiyo sio kazi yake. Hatungekuwa na hospitali Kenya. Hospitali inafanya nini Kenya? Si watu wangekuwa wanaenda wanasema kwa jina la Yesu viwete wote wako 47 watoke waende, wangekuwa wanatoka. Lakini kwa sababu hii ilikuwa ni ujanja na vitu ambavyo hakuna, ndio naona bado wagonjwa iko na hospitali nyingi zimejaa Kenya. Na rais alifanya vizuri akasema kwanza fungeni hizi, hamna cha miujiza mnafanya. Safiri 13:7 Qur'ani. Inasema na usema wale waliokufuru. Na wanasema wale waliokufuru, mbona ukuteremshiwa miujiza kutoka kwa Mola wako? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio wa kwanza kuuliza. Waliuliza waliokuwa kabla yako, mbona wewe haukuteremshiwa miujiza kama walivyoteremshiwa akina Nabii Isa, akina Nabii Musa? Watu walimuuliza, kazi yake haikuwa kuja kufanya miujiza duniani. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam malizia, hakika wewe ni mwonyaji. Sikiza, kazi yako sio kuja kufanya miujiza duniani. Hakika wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wewe ni mwonyaji. Na kila kauli ina mwongozo. Na kila kaumu ina namna yake ya mwongozo wake. Nabii Isa ibn Maryam alipewa miujiza kwa sababu kaumu yake walikuwa wanaamini sana miujiza, ndio wakapewa miujiza. Umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umma wa teknolojia na hoja. Ndio tunakuambia wekelea hoja tukutengeneze. Alafu huyu Yohana ambaye anasema hatu wanawekelea mtu akiwa na Petro. Kwanza hawa ni watu ambao hawana elimu, kwa sababu vitu kama hizo havifanyiki. 4 Matendo ya Mitume safiri 23 ama 13 kama sijakosea. 13 ndio. Sikiza habari wewe, unatuletea mambo ya Yohana na Petro. Hawa ni watu kwanza, nikikuwekea vizuri habari zao hautauliza swali hiyo tena. Saa hii tumefurahi sana, Kenya imetulia, miujiza haifanyiki kwa sababu ya corona. Zamani mpaka akili yetu upepo toka, saa hii hakuna. Safiri sikiza habari. Nebukadneza inasema hivi. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Sikiza, walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, hao wanaenda wakiambia watu kwa jina la Yesu inukeni, na nitakuonyesha ukifanya muujiza kwa jina la Yesu unaenda motoni. Wewe nilikuelewa vizuri sana. Jana nilikuwa na wewe, sio ni saa kuelewa. Safiri
baba, na kuwajua, na wakawajua hao Petro na Yohana ya kuwa ni watu wasio na elimu. So ukiona mtu anatembea akiambia watu in the name of Jesus Bwana, ujue huyo kwanza ni mtu asiye na maarifa. Na tena hana maarifa. Wasio na maarifa. Tena hana maarifa, kwa sababu hiyo itakuwa ni kitegea chombo chake cha unga. Kwa sababu ikija ugonjwa halisi, saa hii tuko na corona, dunia nzima hakuna mchungaji anayefanya muujiza ameponya corona moja. Imekuja the real disease. Lakini hiyo nyingine ni kifunga macho. Mpe kidume maiki. Ndugu yangu umekosea sana. Hadi unasema ya kwamba ni mitume wa Bwana Yesu Kristo hawana elimu, na wewe ukasahau wako. Sio kwanza wewe Bwana umesahau wako na ambaye ni Muhammad. 757 Qur'an. 757 Qur'an. Mtume hana elimu, mtume Muhammad hana elimu. Msomaji wangu 757 Qur'ani. Wewe vipi? Haya, soma Qur'an. Ukijana naona hata elimu bado hako. Nimemwambia Petro, kwa sababu Petro sio mtume, hajatumwa na Mungu. Petro na Yohana hawajatumwa na Mungu. Ingia kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumfunze. Hata Yesu hakwenda shule ya mtu. Watu kama hawa ndio nakwambia, nilikuwa huko na najua ujanja tuliokuwa tunatumia ya kutafutia riziki kidogo katumbo. Sikiza habari wewe. 758 Qur'ani, alafu tumfunze 757 Qur'ani. Ambao wanamfuata mtume nabii aliyeummi. Sasa wanamfuata nabii aliyeummi. Asiyejua kusoma wala kuandika. Sikiza, asiyejua kusoma wala kuandika. Kuna mtu ambaye hajui kusoma wala hajui kuandika, lakini yuko na elimu. Huyu kijana hajajua. Yeye kwa sababu anafuata wazungu, ameambiwa lazima ujue kuandika ndio uwe wewe ndio uko na elimu. Kuna watu hapa Kenya walikuwa ni wabunge na walikuwa ni maminista, hawako wanajua kuandika, lakini waliongoza kwa sababu kuna elimu watu wanazaliwa nao. Tulia nikupe elimu wewe. Nyinyi ni watu ambao wamekorofishwa na wazungu juzi hapa. Ndio unaona mtu kama huyo akiona mtu haongei kizungu anakuambia huyu mtu hajasoma, kwa sababu kwa akili yake ni colonization. Ameonyeshwa mtu akiongea kizungu huyo ndio mtu aliyesoma, lakini mtu akiongea Kikuyu lugha ya mamake hajasoma. Angalia namna tulivyokoloniziwa sisi. Waafrika kweli tuko mbali sana. Yaani huyu ndio akili zake. Malizia haya Qur'an tumfunze. Yote tumfunze zinasema, asiyejua kusoma wala kuandika. Sikiza, mtume hakuwa anajua kusoma wala kuandika kwa sababu amezaliwa, hajapelekwa shule. Sikiza habari. Lakini elimu ni vitu mbili tofauti. Kuna mtu tuna mababu zetu ambao hawakuwa wanajua kuandika wala kusoma, lakini walikuwa na elimu, wanatufundisha unafaa kuishi hivi na hivi na kila kitu wanakuelimisha. Uko wapi kaka? Malisia baba. Na juu ya hivi. Atafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Sikiza, anafundisha mafundisho hayo ya ajabu ya Uislamu. Sasa atafundishaje na hajui kusoma wala kuandika? Leo mtume angeenda shule asome, basi tungesema yale anayozungumza ni ya yule aliyemsomesha. Nani aliyemletea habari? 53 kwanza Qur'ani. 53. Wacha tumfanye masiwa huyu. Yaani sasa niko na mission ya kuingia hapa Kiambu na hapa Murang'a. Adoito kwasa kumukinyeri adomereri. Muhammad ni watu milokore adode. Yesu atomilokore kafirasi ya Israeli kafira ikomineri. Muhammad ni watu milokore adode. Na nikiona anurahikania no Yesu dahikanirie. Kwa wewe romagira Muhammad yote kumenya. Na leo warutiri adokinya metuwa ya wekera abuwa na metuwa ya meikarere. Huyu ndio mtume ametumwa kwa ajili ya watu wote. Na ndio habari nataka kuzingiza hapa ili watu washibe vizuri na waelewe. Safiri baba. Wewe umekuja kwa Muhammad tukuonyeshe anafundishaje hali ya kuwa hakuenda shule, hajui kusoma wala kuandika. Hizi habari anazitoa wapi? Sikiza habari. Wacha tumpe milk. 53 Qur'an. Milk. Ile unajua gando wanasema milk. Inasema hivi. Wala asemi kwa matamanio. Tena na 62 naenda huko. Kama ndio hiyo safiri vizuri. Inasema wala asemi kwa matamanio ya nafsi yake. Sikiza. Naona anaenda sokoni. Ukijana nataka nikukange vizuri ndio uelewe. Acha malisia. Maana leo nimeona unarukaruka huko. Tunarudi tena kwa Petro na Yohana. Wale na watengeneza. Kwanza nikuoneshe Petro ndio ibilisi mwenyewe.
na kwenda kutengeneza kule. Leo umenipata. Safiri baba, tumalizane na mambo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayakuwa haya. Sikiza, hayakuwa haya anayosema huyu Muhammad. Hayakuwa haya anayosema. Hayakuwa haya anayosema huyu Muhammad ila ni wahi, isipokuwa ni ufunuo. Muhammad hakwenda kwa shule ya mtu kusoma, na ukiona nabii anaenda shule kusoma, huyo ni nabii feki. Manabii hawaendi kwa shule wakakaa chini wakaambiwa na mwalimu fanya hivi, lakini manabii wanakuwa ni walimu wa walimu, kwa sababu wanafundishwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika Jibril. Malizia baba. hayakuwa haya anayosema ila ni wahi, Isipokuwa ni ufunuo. ufunuo uliofunuliwa kwake. Hii ilikuwa ni ufunuo uliofunuliwa kwake, ndio anatoa yale maneno. Lakini Muhammad hakwenda kwa shule ya mtu kusoma, anafundishwa na malaika Jibril. Malizia baba. Amemfundisha. Wewe sikiza sasa. Sikiza. Muhammad amemfundisha malaika mwenye nguvu sana, mwenye uweza naye, na yeye huyo ni Jibril. Muhammad mwalimu wake anaitwa malaika Jibril, ndio amemfundisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajafundishwa na wanadamu, kwa sababu ukiona nabii anafundishwa na wanadamu, huyo nabii ni feki. Nabii anafundishwa na malaika, malaika anatoa hiyo ujuzi kwa Mwenyezi Mungu direct. Ndio nabii anakuwa ni mwalimu wa walimu, ni mjuzi wa wajuzi hapa duniani. Ndio sisi tumfuate nabii, lakini akifundishwa na mwalimu, afadhali tufuate mwalimu wake kuliko yeye. Ndio unaona manabii hawakufundishwa na wanadamu, wanafundishwa na malaika wa Mwenyezi Mungu. Maiki Mwanzo unadanganya huu umati wote uliosimama hapa. Mwanzo kwanza Muhammad mwenyewe anawezaje kuja akafundisha malaika na akafundisha watu? Ijapokuwa yeye mwanzo ana dhambi. Ani Muhammad ana dhambi, inampasa yeye mwanzo atubu. 47:19 Qur'ani. Shukran. Asante. Soma baba. Huyu ni Samjua na Waislamu na Wakristo. Nataka niwafunze kitu moja. Alipokuja aliuliza swali ya kwanza, akasema Yohana na Petro wanafanya muujiza kwa jina la Yesu. Je, kuna mtu mmoja aliyeponywa jina Muhammad litajwa? Nilipomjibu akajua hawezi rudi huko, kwa sababu ni ujanja unaotumika mpaka kwa kanisa. Akajua kwa sirudi, akainjika swali ya pili, akasema Muhammad hajui kusoma. Nilipomjibu ameruka swali ya tatu, ile swali ya kwanza watu wasielewe, kwa sababu ni ujanja. Kama ni mkweli angebaki pale kwa miujiza, lakini alijua hakuna miujiza inafanyika. Yeye zamani alikuwa akifanya miujiza huku. In the name of Jesus. Leo kutoka saa hii aliona corona, anaogopa hata yeye mwenyewe anafaa barakoa, kwa sababu anajua hakuna kitu inaponya. Yaani huyu mjanja sana. Soma haya aliyotoa, tumpe vitu. Mbona mimi naona raha duniani? Yaani vitu vya maana tu analeta huyu. Yaani kuwa huku naambia vizuri sana. Ukiwa huko unafaa usome, kwa sababu usipojua ujanja utakuja utakorogwa. Lakini kila kitu leo ni ujanja tu anatumia. Alijua swali ya kwanza hakuna miujiza, sasa ameenda mpaka kwa dhambi. Safiri baba. Sasa ameruka kwa dhambi. Inasema jua ya kwamba hakuna abudiwaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Naomba maghfira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Mwenyezi Mungu anajua mahali penu na pa kwenda na kurudi na mahali penu pa kukaa. Mwanzo kabisa ndugu yangu, kabla niendelee na pale, ameambia umati ya kwamba nimehepa lile swali la kwanza. Swali la kwanza nikauliza kwa jina la Yesu, mwanzo mapepo, mwanzo viwete, ukiomba kwa jina la Yesu kwa viwete wanatembea. Lakini sasa akasema inatoka. Tulia kwanza nimalize ndugu yangu. Mwanzo kwanza umeniambia nimehepa swali. Sijahepa swali, ni kwa sababu haujajibu swali. Mimi nimeomba andiko na ambalo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyinyi Waislamu na muamini, mahali popote ikiwa ni kwenye Qur'ani ama ni kwenye Biblia, mahali popote jina lake linatajwa, viwete wanatembea. Mimi nimeomba andiko, wewe unipe andiko, lakini umezunguka hoja. Unanipatia andiko? Ukinipatia andiko na kuwa Muislamu sasa hivi. Nipatie andiko. Nimempa andiko, lakini ha concentrate
kwa sababu nimemsomea aya na akaruka akaenda vitu vingine. Ndio nakwambia kwanza jitayarishe, uwe una concentrate. 13:7 Qur'ani. Rudi hapo baba, huyu nitazungumza naye. Baba Zada ukupia nataka nasikia kuna swali. 13:7. Unajua shida yenu, wacha nikuhusie kitu moja. Shida yako labda umekuja ati ukipatiwa Sada, tulia dakika mbili nakupa mic. Tulia dakika mbili tu. Na kwa hili dakika mbili. Shida yako umekuja hapa ni kama uko na ile ati ukinijibu hivi utakuwa Muislamu. Wewe ukiwa Muislamu utaongeza nini Uislamu? Kwanza wewe kuwa Muislamu ni kwa faida yako, sio kwa faida yetu sisi Waislamu. Hao Waislamu hata ukiwa Muislamu ama uache Uislamu, hakuna kitu unaongezea, ni wewe unajiongezea hasara. Sio kwa Uislamu ukija hatuhitaji hata sadaka. Kwa Uislamu hatukuhitaji sadaka yako. Sio hakuna kitu utaongeza, hiyo ni yako mwenyewe. Tumekujibu vizuri 13:7 Qur'ani. Muhammad hakuja kwa kazi ya kufanya miujiza. Na tumekujibu na hujaelewa, rudia 13:7 Qur'ani kwa sababu masikio yako yako mbali. Bora tumekujibu tu vizuri. Na maswali mingi tu. 13:7 rudia tumjibu, alafu tumsikie Sada kunaye anasemaje, kwa sababu huyu ni samuelewa. Anaona jibu limetokea, anaruka ya pili, anaruka ya tatu. Na kama kuna mtu anataka kuuliza swali, leo ndio siku ya mwisho. Siku tunamalizia, nikitoka hapa Kusilimu mbole pia kuingia usiku. ukitoka hapa naenda sehemu ya Wangige. Kitoka Wangige huko Nyagona hizo sehemu, nikitoka huko nakuja Kiambu Town Center. Mkutano mkubwa sana utakuwa pale. Lakini sasa muelewa huyu kijana, sio akili yake inampeleka, anapoelezwa ndio ananini. Hiyo ndio tatizo. Kuwa yourself, be yourself. Safiri 13:7 Anatupiwa mishale za maandiko tu. 13:7 inasema na usema wale waliokufuru. Sikiza, wanasema waliokufuru, mbona hukuteremshiwa miujiza kutoka kwa Mola wako? ndio nilimsomea nikamwambia watu waliuliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa hai, kwa nini wewe haukuteremshiwa miujiza kama namna watu wengine